Baba, ninakushukuru kwa wema wako. Ninasema ni asante Bwana kwa ajili ya majira haya. Ninasema ni asante Mungu mwenye upendo. Ninasema ni asante Jehova Nisi, Mungu uliumba mbingu na nchi, uumbaji wote vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba, ninakuja mbele zako nikiomba toba na rehema. Baba, nisamehe. Baba, nitakase pale nilipokukosea. Roho wa Mungu, tazama ninaenda kufundisha neno lako. Naomba ukafanyike kwa baraka katika maisha ya watu. Naamini utakuwa umebeba majibu ya maisha ya watu. Naomba ukanitumie tu kama chombo. Yanifaa mimi nipungue, wewe uongezeke. Ni katika jina lako Bwana nimeomba na kuamini. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa katika Bwana, kipekee namshukuru Mungu kwa neema hii alionipa. Leo tutaenda kujifunza kwa habari ya jambo moja linaloitwa muujiza wa shoka. Nini maana ya muujiza? Muujiza ni uwezo wa kufanya jambo ambalo wengine wameshindwa kufanya. Ni uwezo wa kutenda jambo ambao wengine wameshindwa kufanya. Sio watu wote wanaweza kufanya kila kitu. Wanaweza kufanya vitu kwa sehemu. Sasa kufanya yale mambo ambayo wengine wameshindwa kufanya, au kutendeka kwa jambo ambalo kwa wengine limekuwa ni gumu, hiyo inaitwa muujiza. Kwa mfano, hata hiyo pumzi unayopumua, unayovuta, kuna wengine wameshindwa kupumua. Huo kwako pia ni muujiza wa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo hata ukienda mbele za Mungu, mshukuru Mungu kwa ajili ya uhai. Maana huo uhai ni kwako ni muujiza. Wengine imeshindikana, wameshindwa kuwa na uhai. Ni wangapi madaktari wanajaribu kuokoa maisha ya ndugu zao, lakini imeshindikana. Lakini kwako wewe imewezekana. Hiyo ni muujiza. Tunavyojua pia shoka ni kifaa ambacho kinatumika kupasulia vitu. Inaweza ikawa ni kuni, mbao na vitu vingine, kukatia miti. Ni kitendea kazi, ni kifaa. Kwa hiyo hichi kitendea kazi kina muujiza gani? Maanake katika hili somo tunaweza kuona kilikuwa kina uwezo wa kufanya mambo ambayo yameshindikanika kufanya. Kulikuwa kuna muujiza ndani ya hichi shoka. Hebu tutazame katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 1. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tukisoma katika hichi kitabu tunamkumbuka mtumishi mmoja aliyekuwa akiitwa Elisha. Elisha alipata muujiza wa kuachiwa koti na Elia, akapata ile anointing ya Elia ambayo ilikuwa ikiflow juu ya Elia, anointing ya kutenda mambo ambayo manabii wengine walishindwa kufanya, anointing ya kufanya miujiza. Ndio muujiza, maana ni uwezo wa kufanya kitu ambacho wengine walishindwa kufanya. Tunaona alichoa lile koti, alikuwa akitembea na ule muujiza, alikuwa akitembea na ule upako ambapo wengine walishindwa kufanya. Tukisoma neno la Mungu tunaona Biblia inatuambia, kisha wana manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali hapa tukaapo ni padogo kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona Elisha anaambiwa na wana manabii, au wana manabii manake ni watu waliokuwa chini yake ambao Elisha alikuwa akiwafundisha na kuwafundisha Elisha, kwa kuwa wana roho ya unabii. Maanake Elisha naye anapaswa kuwasikiliza, maana vile vile Mungu anaweza akawatumia wao kusema naye, maana na wao ni manabii. Lakini Elisha alipewa neema, alipewa nafasi ya kuwa juu yao, ili awatraini katika lile darasa la unabii, ili waweze kukua kiroho, ili waweze kuwa kama yeye. Ni miaka nyuma ilikuwa imepita sana, tulimuona Elisha naye alikuwa katika hilo darasa la wana wa manabii. Kabla hajawa hapa, alikuwepo mwalimu wake, alikuwepo ni Elia. Elia alikuwa akimfundisha Elisha pamoja na wanafunzi wengine. Lakini katika Elisha nilijifunza jambo moja. Siku zote katika maisha, unavyotamani kuwa watofauti na wengine, maana ni step moja ya muujiza. Unavyotamani kuwa tofauti na wengine, ni lazima ujitoe kwa bidii. Elisha alikuwa anajitoa kuliko wana manabii wengine. Tunaona hata Elia anapoenda sehemu alikuwa ni kama mtumishi wake, kama ilivyokuwa kwa Gehazi.
Gehazi na Elisha. Kwa tunaona alikuwa anamtumikia Eliya, anamwandalia hiki, Eliya akimwambia hiki, anasikiliza, alikuwa anaambatana naye. Kuna baraka katika kuambatana na watumishi wa Mungu siku zote, ili ukue kiroho. Jitofautishe. Unajitofautishaje? Unavyokula kama wengine, utaki kufunga. Unavyoomba kama wengine, utaki kuomba sana. Unavyotoa kama wengine, unavyomtumikia Mungu kama wengine, na wewe utakuwa kama. Ili uwe wa tofauti, try to make it different. Tunaona Elisha alifanya cha tofauti, kisha akafikia viwango vya kufanana na Eliya, maana alifanya tofauti. Na hapo huyo Elisha leo hii tunaona kwamba amepewa darasa la kufundisha wana wa manabii. Tunaona hao wana wa manabii wanamfuata Elisha, wanamwambia, angalia basi, mahali hapa tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Swali ambalo nilijiuliza, kama mahali hapa ni padogo kwao, siku zote walikuwa wanakaaje wasipaone ni padogo, hadi siku hiyo ndo ameamua sasa tumfuate Elisha, tumwambie mahali hapa ni padogo. Na kwa kuwa walienda wote, maana wana wa manabii ndo walimfuata Elisha, manake inaonekana na inaleta picha kwamba hichi kitu kilikuwa katika mioyo ya wale wana manabii, lakini kuna namna I think walikuwa wanashindwa kumfikia Elisha. Yamkini inaweza kuwa ni yale mafuta ambayo yalikuwa juu ya Elisha. Sometimes unaweza ukawa na changamoto, lakini ukawa unaona kama ukuta wa kiroho kwenda kuongea na watumishi wa Mungu, unaanza kuogopa. Kuna roho fulani na kuingia ya hofu, yule ni mtumishi, akinitamkia kitu kinakuwa. Kwa hiyo Elisha naye kuna namna alikuwa na utisho ile wa kiroho. Tunaona wana manabii wanamfuata kwa pamoja. Kwa nini asiende mmoja? Na paka wakaenda kumwambia mahali hapa tukapo ni padogo kwetu, manake jambo hilo lilishawahi kuonekana. Na kwa nini wanaenda siku hiyo kumwambia? Na hiyo inapoonekana ufunuo sio kwamba wamepata wote, inaonekana ni mtu mmoja tu katikati ya wale wana manabii alipata ule ufunuo, lakini na yeye alikuwa anaogopa kumwambia Elisha. And then wakaambizana, kisha ndo wakaenda siku hiyo. Nilichojifunza katika hicho, nikaja kugundua kwamba Elisha pamoja na unabii wake alishindwa kugundua kwamba eneo hili ni dogo. Alijifili kwa comfortable katika lile eneo. Sikiliza, kuna mahala pengine mtumishi wa Mungu unaweza kuwa umekamatwa na adui katika kifungo fulani. Anachokifanya adui, anakutengenezea mazingira ya wewe kufili upo comfortable na lile eneo, lakini sio salama kwako. Tunaona hao wana manabii miaka yote wanakaa pale, wanafundishwa na Elisha, lakini wanafili wako comfortable, wanajiona wako salama, lakini mahali pale ni padogo, wanakaa kwa mateso, kwa kujishika. Kuna mtumishi mmoja nilikutana naye katika huduma, alikuwa yuko comfortable, lakini mimi nikimtazama naona vifungo ndani yake. Kulikuwa kuna vifungo miongoni mwa madeni. Madeni ni roho ya utumwa wa watu wa Mungu. Alikuwa na kifungo, kazi zake zote zimefungwa na adui, lakini alikuwa anafeel comfortable, anaamini ni Mungu anampitisha, anajipa moyo Mungu anampitisha, lakini ni roho ambayo ilikuwa imemtengenezea mazingira ajioni yuko comfortable. Roho wa Mungu alipoanza kufunua, ndipo aliona kwamba hapa niko wrong place. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, kuna nguvu za giza ambazo zinakuketisha mahala fulani. Unaridhika na yale maisha unayoyaishi kabisa, lakini yale maisha sio maisha ambayo Mungu amekupangia wewe uyaishi. Na sometimes unaweza ikawa ni mapito makubwa kweli unayapitia, unajipa moyo, yamkini Mungu na ananipitisha. No. You're supposed to be careful. Unatakiwa uwe makini sana, umakinike katika ufahamu wako. Tunaona Elisha pamoja na unabii wake. Ndio maana Paulo anasema tunafanya unabii kwa sehemu. Ni nabii ambaye alikuwa anaona kweli, lakini alishindwa kuona lile eneo. Tunaona Mungu anakuja anazungumza na Elisha kwa kupitia wale wana manabii. Ndio maana wanamfuata wote. Anaona maana hizi roho zikiwa
zitakufanya uwe comfortable. Hata akija mtu wa pembeni zitakufanya usimsikilize. Tunaona huyu muongo ananiambia nini? Ndio maana tunaona wana wa manabii wamekusanya nguvu kwa umoja, wanamfuata Elisha. Lakini tunaona Elisha naye kuna kitu kimoja takigundua. Hebu tuendelee. Kisha wana manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, tutakuomba tutwae huko kila mti mmoja mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Direction ya kwanza ambayo wana wa manabii wanaidirect au wanaielekeza, walikuwa wanamwambia twende mto Yordani. Kwa nini wasiende kukata miti ile sehemu nyingine? Kwa nini wasiende kukata sehemu nyingine, wachague Yordani? Cha kwanza kabisa, Yordani ilikuwa ni mto ambayo unapitisha maji yanatembea, na pembezoni mwa mto uwaga kuna utaga miti ambayo inafaa kutengenezea fito ambazo ni maarufu sana kwa ujenzi. Ndio maana tunaona wana manabii wanachagua ile position ya kwenda kukata miti. Kwa hiyo pia katika ulimwengu wa roho, unapojua adui amekuweka position ambayo sio sahihi, position ambayo ulikuwa unajifeel comfortable, ukagundua hii position sio sahihi, lazima pia uwe na jicho la ziada la kuona na kumulika, kutizama wapi ambapo ninaweza kutafuta kitu ambacho kinaweza kaniweka comfortable. Ni sawa umegundua ili eneo sio sahihi, natakiwa niondoke. Je, ni wapi pa kwenda? Au utaenda sehemu ambayo sio sahihi? Just imagine wana wa manabii wangeenda sehemu nyingine kutafuta zile fito. Lazima uwe na ufunuo wa wapi ni pa kwenda. Tunaona walikuwa wamebeba ule ufunuo. Na kwa katika ule mto kibiblia, mto manake ni sehemu ambayo inapitisha maji ambayo yanatembea. Na when we see, tukiona maji ambayo yanatembea yana presence of Holy Spirit, maji inamaanisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini maji yale yalikuwa yanatembea, manake kama ni presence ya Holy Spirit, ipo current, ina flow, ina overflow. Kuna sehemu ambayo maji yametulia kama baharini, ziwani. Manake sio kwamba Roho Mtakatifu hayupo, yeye ni omnipresent, yupo, lakini ametulia, sio kwamba anatembea. Kuna baadhi ya makanisa Roho Mtakatifu yuko ametulia, ni kama wamemweka kwenye kisima, ni kama wamemweka kwenye bwawa. Manake yupo, lakini wamemzuia asiflow katika watu. Why? Kuna sheria ambazo ukiziweka katika kanisa huwa zinazuia flow of Holy Spirit. Lakini lile kanisa ambalo linamruhusu Roho Mtakatifu atende kazi linafananishwa na mto ambao maji yake yanatembea, maji yake yana flow. Kwa hiyo tunaona kwamba katika mto Yordani maji yana flow. Kwa kuwa maji yana flow na pembezoni mwa chanzo cha maji, manake kuna support ukuaji wa miti. Kwa hiyo miti ambayo inakuwa pembezoni mwa ule mto, ndio hii miti ambayo tunaona wana manabii wanataka wakakate. Kwa hiyo wana manabii walitaka kwenda kukata miti, lakini hawakutaka kutoka au kwenda mbali pamoja na uwepo wa Mungu. Walitaka kukata wakiwa pembezoni mwa uwepo wa Mungu. Lakini kwa kuwa kulikuwa kuna nguvu nyingine ambayo ilikuwa imefanya kwa muda mrefu wajifili comfortable katika ile mazingira waliopo, tunaona Elisha naye anawajibu, haya, nendeni. Yaani kwa maana nyingine ni kama hataki kwenda. Ndio maana walitumia hekima, wakatumia wote, manake ili Elisha atambue. Tunaona baada ya yeye kusema huko, haya, nendeni, tunaona kuna mmoja wao akasema, uwe razi basi nakusii uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Hapa hivi ninaona kitu kingine ambacho mwana manabii mmoja anambembeleza. Inaonekana huyu ana hekima. I think huyu ndio yule alikuwa na wazo la kwamba hapa tunapokaa ni padogo, lakini alikuwa anaogopa namna ya kumwendea Elisha akihisi atakataa. Ndio maana wakamwendea wote ili wawe na nguvu juu ya Elisha. Na naona kweli ndicho kilichofanyika. I think hicho
ndicho kilichofanyika. Na ndipo tunaona baada ya kumbembeleza anamwambia tutakwenda. Why? Kwa nini? Elisha naye kwa nini anakataa? Maana Elisha alikuwa ni yuko matured, naye anathink kuna kitu ambacho kitatokea, kwa maana kama ameweza kukaa muda mrefu hapa alafu kuna changes zinaenda kutokea, maana vita yake sio kawaida, kuna vita. Kwa hiyo Elisha akagundua hicho, akasema nendeni, akajua wacha. Lakini huyo mmoja hapo naye alikuwa ameshaanza kuwa matured, aligundua kama nabii anakataa kwenda huko, hapa tuende, atutoboi, atufiki mahali, inabidi tuende naye, tunakusii twende. Akamwambia haya, nitakwenda. Elisha anakubali kwenda. Ni nini kilichoenda kutokea? Kumbuka mtumishi wa Mungu, somo letu linaitwa muujiza wa shoka. Tukiendelea kusoma tunasema, basi akaenda pamoja nao, safari ile walifunga wakawa wanaenda. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Wakafika katika ile mto Yordani, wakaanza kukata ile miti kwa ajili ya kujengea vibanda vyao. Wakaanza kukata zile boriti. Lakini mmojawapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kilianguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Tunaona mmojawapo, I think ndio ile alikuwa na mafunuo. Shetani siku zote haogopi muombaji, anaogopa mtu mwenye maarifa. Just imagine, Elisha walikuwa wanaomba, wana manabii wanaomba siku zote, sio kwamba wamekaa pale katika ile mahali walikuwa waombi, walikuwa wanaomba, lakini yule mmoja ndo alifunuliwa mahali hapa ni padogo. Shetani ndo anadili naye. Shetani anadili katika kanisa na wale ambao ni manabii na wale ambao wana mafunuo. Atawapiga vita sana watoke kwenye kanisa, maana anataka kilifunga kanisa siwepo yote anayeona. Ni kweli kanisa lileza likawa linaomba, unaweza ukawa unaomba sana, lakini adui amekufunga kwenye maarifa, hujui hata unachokiombea ni nini. Hao wana manabii walikuwa wanaomba, Elisha anaomba, lakini wamekaa kwa muda mrefu pale mahala bila kujua ni padogo kwao. Na huyu mwanabii alikuwa matured. Kwa nini? Hata anavolia alii kwa sababu kile chuma cha shoka kimeanguka, no, ila anacholia anasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Anaogopa kwamba cha kwanza kazi yake imestop ya kukata miti, lakini hiyo kwake sio shida. Cha pili, alii kwa sababu kimeanguka, hapana, kwake pia sio shida. Anacholia yeye ni kwamba kile chuma kiliazimwa. Manake cha kwanza kama kiliazimwa, manake atadaiwa. Unanielewa mtu wa Mungu? Atadaiwa. Na katika kudaiwa, sio kudaiwa tu, atapoteza uaminifu kwa yule ambaye amemwazima kile shoka. Atapoteza uaminifu. Ndio maana analia akisema, ole wangu, anajipa ole bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Listen to me. Tunaona Elisha alipoenda nao, maanake huyu mwana manabii aligundua kwamba kuna jambo ambalo litakuwa alipo sawa. Ndio maana alimsi Elisha twende, maana nabii alikuwa yuko very sensitive. Ndio maana tunaona alipokuwa akikata boriti, chuma cha shoka kilianguka majini. Chuma cha shoka ni kitendea kazi, mtu wa Mungu, kinaanguka katika maji. Kumbuka, na yale maji yanatembea kwa kasi, ni maji ya mto. Na huu mto Yordani tunaona mara kadhaa Elisha alikuwa anapita. Huu mto unamtambua Elisha, una historia Elisha, maana Elisha alikuwa akipita na Elia akienda Yeriko, na hapa ndo amerudi. Kwa hiyo Elisha anauelewa vizuri huu mto, na huu mto unamtia Elisha. Na yule mwana manabii alikuwa anatambua nafasi Elisha juu ya yule mto, na ndio maana alichagua ile location.
anajua ile location. Kuna vitu vingine ukimwomba Mungu, tujaribu kutafuta connection ya watu ambao Mungu anawatambua kama makuhani wake. Tulikwambia mto ni presence ya Holy Spirit, ni uwepo wa Roho Mtakatifu, lakini uko current ambao hauna masiara, ukilumbukia na kubeba. Sikiliza kwa makini, Roho Mtakatifu hana masiara. Anavyokukemea kwa habari ya dhambi, ukizubaa anakuacha, yani yuko very strict. Ndio maana ule mto ukizubaa tu umekubeba. Tunaona Elisha anatambuliwa na ule mto, na ndio maana yule mwana manabii anamchagua Elisha aende. Kwa hiyo manake kwa kupitia watumishi wa Mungu unaweza ukapata kibali mbele za Mungu. Unaweza ukapata kibali mbele za Mungu. Ndio maana unaambiwa usicheze na watumishi wa Mungu. Uheshimu, heshimu yale mafuta ambayo Mungu ameweka juu yao. Ndio maana Elisha anavyoenda ana masiara. Na huyu mwana manabii alijua kuna kitu kitatokea, maana walikuwa wanakata miti pembezoni mwa ule mto. Ni kweli wanamtumikia Mungu, lakini Mungu kwa kuwa aliweka Elisha mbele yao awe kiongozi wao, ndio maana walimshirikisha katika ili Elisha chochote kitakachotokea anaamini Mungu atamtumia Elisha. Walijua position yake. Miti inaweza ikawa katika maisha yako ya sasa hivi. Unaweza ukaniuliza, mtumishi wa Mungu, somo hili mbona natufundisha kwa habari ya miti? Wakati mwingine miti inaweza ikawa, maana miti ilikuwa wanakata kwa ajili ya kujenga, na wewe ni vitu vingi vimebomoka katika maisha yako, na Biblia inasema misingi ikiharibika mwenye yake atafanya nini? Mwenye yake kazi yake ni kujenga misingi iliyobomoka, na hiyo misingi ni lazima uwe na miti. Katika ufalme wa Mungu, miti yetu, maanake kwenda kukata miti maanake ni kuvuna nafsi kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Maana ile miti walikuwa wanaenda kuikata, kisha wanakuja kujenga mahali pale wanapokaa, maana ni padogo. Sisi ni mwili wa Kristo, lakini sisi bado ni padogo hapa tunapokaa, maana Roho Mtakatifu bado anahitaji watu. Basi kila mmoja kwa nafasi yake aliyopewa aenda akakate miti. Je, unaendaje kukata miti na hauna cha kukatia? Roho Mtakatifu amekupa karama. Hiyo karama ndiyo shoka. Hiyo karama ndio shoka, kitendea kazi ambacho umetakiwa ukakatie miti. Mungu amekupa karama mbalimbali. Amekupa karama ya uinjilisti, amekupa karama ya ualimu. Anataka uende ukamzalie matunda, uende ukakate miti, uje ujenge mwili wa Kristo. Lakini kuna watu wengi wakiwa katika kukata zile boriti, tunaona shoka zao zinaanguka katika maji. Walifanya kwa nini zile shoka zinaanguka katika maji? Tunaamini kwamba kuna sehemu ilichomoka, ile shoka ilikuwa haijashikiliwa vizuri, kuna namna ilikuwa haijakamata vizuri, wakati inapiga kazi iliteleza ikaanguka. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Pengine ulikuwa ukihubiri injili sana, ulikuwa Mungu akikufunulia sana, lakini ukusimama sawa sawa, ukaanguka, chuma chako cha shoka kikaanguka. Kumbuka, huyu mwana manabii chuma chake cha shoka kinaanguka katika mto ule Yordani. Na ule mto, kumbuka, maji yake yanatembea kwa kasi. Manake kile shoka kikianguka chini hakitabaki pale pale, manake kitapushiwa na maji, kitaenda mbali zaidi na kupotea. Watu wengi wamepoteza vya kiungu vilivyoko ndani yao kwa kucheza na maji, kwa kucheza na Roho Mtakatifu. Ni kweli maji ni mazuri, ni chanzo cha uhai, yana faida nyingi, lakini ukicheza nayo yanaweza yakakumaliza. Ni kweli Roho Mtakatifu ni mzuri, ukienda mbele zake atakusaidia, atafanya nini. Lakini unavyokuwa na dhambi, Roho Mtakatifu kwenye habari ya dhambi ni kitu ambacho kinakutenga kabisa na Roho Mtakatifu. Unaweza ukapoteza hata zile karama zilizoko ndani yako, ambapo Roho Mtakatifu akishaondoa zile karama, zinakuja kutumika nguvu za giza kukuongoza. Kama ulikuwa ni nabii, yataanza mapepo ya utambuzi, utakuwa unatabiri, utakuwa unafanya hivi. Ndio rikarabashandarabasiki. Lakini leo Roho Mungu anatufundisha kwa habari ya chuma cha shoka. Sikiliza, analia, ole wangu Bwana wangu, kwani kilazimwa kile. Alikuwa alii kwa sababu kukata boriti kumestop. Ni kweli watu wengi sasa hivi wahubiri injili, lakini hiyo kwako haimpi Mungu shida.
Usipotumika wewe, Mungu atainua mwingine. Yeye alikuwa ali kwa sababu kazi yake imestop, kwa sababu anajua wenzake wapo bado anapiga kazi. Maana ile kazi sio kwamba itafanyika. Kwa hiyo kususa kufanya kazi ya Mungu hakumaanishi kwamba ile kazi ya Mungu haitafanyika. Mungu atainua watu wengine watafanya ile kazi badala yako. Kwa hiyo ile ilikuwa haimpi shida yule mwana manabii kwamba kile chuma, maana ile kazi ya kukata miti imestop, wenzake wapo watafanya. Jambo la pili, ilikuwa haimpi shida kabisa, ilikuwa haimpi shida katika hilo kwamba nyumba itajengeka, wenzake wapo watajenga. Lakini kilichokuwa kinampa shida, cha kwanza, kile chuma aliazima. Biblia inasema ya kwamba Mungu anapokupa karama, huna sababu ya kujisifu, maana ni neema ya Mungu. Mtakiwa uwe mnyenyekevu. Maanake hiyo ni shoka, usijisifu, shoka langu linafanya hivi. No, mtukuze Mungu maana umeazimwa. Ndio maana yeye anacholia ni kwamba hichi chuma nimeazima. Kama nimeazima, maanake kuna siku nitakuja kudaiwa. Ni kweli Mungu amekupa karama ya kuhubiri Injili, lakini watu wengi wana simu, smartphone, wako mtandaoni, lakini wamekesha kuangalia umbea, sijui Instagram, Facebook. Listen to me, huo muda unaupata wapi? Hiyo karama ninakuhakikishia leo, kuna siku utakuja kudaiwa. Utakuja kudaiwa. Tunaona yule matured prophet, alikuwa ni nabii, tofauti yake alikuwa yuko chini ya Elia, anafundishwa, anajifunza. Kuna siku utakuja kudaiwa, mtu wa Mungu, hicho ulichokibeba hujakitendea kazi, utakuja kudaiwa. Unakuta wewe ni mwimbaji, lakini unasema siimbi kanisa fulani, kuna majivuno, kuna nini, utakuja kudaiwa. Ujui kesho yako, mtu wa Mungu. Tunaona anasema ole wangu Bwana, anajipa ole. Siku ile Roho Mtakatifu hana mchezo, hana mchezo. Chochea karama iliyoko ndani yako. Paulo anakuambia usiache kuichochea karama iliyoko ndani yako. Ndio shoka lako la kuvuna miti. Tunapokaa ni padogo, duniani hapa tutoshi. Tuvune kila mtu nafsi moja moja, ili wengi tuwepo, tukajenge jengo letu mahala petu ambapo ni mbinguni. Unavovuna nafsi unajiongezea taji, maana nyumba yako kule inaongezeka. Rikarabusika. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu. Jambo la pili alichokuwa analia, anahofia atapoteza uaminifu kwa Bwana wake. Unavotenda dhambi, Roho Mtakatifu anapunguza kukuamini. Kuna watu wamepoteza mahusiano yao na Roho Mtakatifu. Anajua hata nikiomba Roho Mungu hawezi kunisikia. Na ni kweli, Mungu hawasikii wenye dhambi, hawasikii wenye dhambi. Ndio maana wengi wanaambia mchungaji niombee, mtumishi niombee. Unaambie Bwana atasema na wewe kwa habari yangu. Kwa nini asiseme na wewe? Njia zako ni mbaya, umebaki tu kuombewa, unaanza kuombewa tu na wengine. Karama zilizoko ndani yako ziko wapi wewe kuomba Mungu akakusikia? Lakini tunaona anasema mwana manabii, ole wangu Bwana wangu, kwani kilazimwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali, akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema kiokote, basi akanyosha mkono akakikwaa. Sikilize vizuri, mtu wa Mungu. Tunaona pamoja na yote, mwana manabii amepoteza chuma cha shoka. Anapiga kelele, ole wangu Bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Anajua gharama, anajua kulipa gharama, anajua thamani ya kile alichokibeba. Watu wengi wana vitu vingi ndani yao, lakini hawajui thamani yao. Listen, leo Roho wa Mungu amenituma kwako. Na tunaona yule mwana manabii amepoteza kile chuma cha shoka, na kilipoanguka kwenye maji yanatembea. Yaani mwana manabii anajua kabisa kimepotea, kimebebwa na maji. Lakini Elisha anamwambia kilianguka wapi?
Hakutaka kujua kiliangukaje. No, hataki kujua hiyo story. Hataki kujua kimeelekea mwelekeo gani kilivyobebwa na maji. Anapotaka kujua ni wapi kilipoanguka. Sikiliza nikwambie, Roho wa Mungu siku ya leo ameleta neno hili kwa ajili yako. Hana shida ya kujua ilikuwaje ulianguka katika dhambi. Hana shida ya kujua ni wapi ulipopoteza mahusiano na Mungu. Hata kanisa la Efeso hakutaka kujua ilikuwaje. Alitaka kuambia, kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, nisije nikakiondoa kinara chako. Nami leo ninakwambia ni wapi ulipoangusha karama yako. Ni wapi ulipoangusha. Sitaki kujua iliendaje, ilichukuliwa na nini. Hiyo in none of my business. Hiyo sio kazi yangu. Kazi yangu ni kukuuliza ni wapi ambapo kilianguka. Tunaona Elisha anakata kijiti. Tunajua kijiti kwenye maji, ukikata kijiti stick, ukitupa kwenye maji, uwaga kijiti kinazama, kijiti kinaelea. Na chuma cha shoka kinazama kwa ajili kile ni chuma, ni kizito, lakini kijiti kinapaswa kuelea. Lakini tunaona Elisha anakata kijiti, anakitupa kwenye maji, inafanyika vice versa. Tunaona kijiti ndicho kinachozama na shuka kinaelea, lakini ni baada ya kuonyeshwa kilipoanguka. Sikiliza, Bwana amenipa mafuta siku ya leo mbele yako. Nasimama mbele yako kama Elisha nikikuuliza, jitafakari njia zako. Ni wapi ambapo umeanguka? Ni wapi ambapo umeanguka? Sina shida ya kujua ilikuwaje. Sina shida ya kujua uliangukaje. Ilikuwa ni mtego gani ulitegewa. Mimi nataka kufahamu tu ulianguka wapi. Bwana amenipa kijiti cha kukata ili nitupe hapo ambapo karama yako ilizama, ili kijiti kizame kielewe. Kijiti hicho ni neno la Mungu ambalo ninakufundisha siku ya leo. Ili neno ni kama kijiti, ni kama fimbo aliyokuwa akitembea nayo Musa, ambalo nikikufundisha, nikikwambia mahali pale, ukinionyesha mahali ambapo lianguka, nikiliweka ili neno litazama katika vilindi, litatafuta ile karama yako, na then lile neno litabaki chini, ile karama itaelea na utaanza kupiga kazi kwa upya. Mungu ana shida kujua ilikuwaje. Nisema tengenezo sasa. Rikarabashandarabasiki. Roho Bwana yuko hapa, anaja nawe. Roho Bwana anaja nawe. Popote ulipo, anza kutafakari ni wapi umeanguka. Ninalituma ili neno hapo ulipoanguka. Pokea hiyo nguvu. Kuna watu washaanza kutembelewa na nguvu ya Roho Mungu. Wameanza kukumbushwa ni wapi walipoanguka. Roho Mungu analituma ili neno siku ya leo likazame katika vilindi vya moyo wako, na hiyo karama zitaanza kupiga kelele ndani yako. Naona kuna watu wana karama ya uponyaji, kuna watu wana karama ya deliverance, mikono yao itaanza kutetemeshwa. Kuna watu wana karama ya kuhubiri, wataanza kukamatwa vinywa. Wana karama ya kufundisha, wana karama za kuimba, vinywa vyao vitaanza kutikiswa. Yes, mpe Roho Mungu nafasi. Roho Bwana, ninaomba utembee. Chukua nafasi wahudumie watu wako. Chukua nafasi wahudumie watu wako. Roho Mungu anapita hapo ulipo. Haijalishi upo kazini, haijalishi upo njiani, haijalishi upo nyumbani, popote ulipo, Roho Bwana anapita kama moto. Anachochea zile karama zilizoko ndani. Rikarabashana. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Amen.